matembezi yangu nimetembea huko na kule kusaka wasaidizi, masanii blandi, masanii waliotangulia kabla, na katika fikra zangu nilikutana mtu mmoja ambaye sikutarajia kama ningeweza kuwa naye kwa siku leo. Sorry, unaitwa nani vile? Kwa majina naitwa, jina langu asilia naitwa Abdalla Sudi Hassan, jina la sanaa natumia kama Mr. DK. Nimesikia sana jina hilo kama Mr. DK. Sasa DK, kusema kweli nimepata bahati sana kukutana na kijana kama wewe ambaye ni handsome, cha kwanza afu istoshe, yani karakta zote zinakufaa. Kwa haraka bila kuchelewesha muda, hivi huwa unapenda kuigiza kitu gani labda katika sanaa yako? Yani unapenda vitu gani? I mean mpaka hapo ulipofikia. Kuhusu kuigiza bro, mimi wa same zote na kama. Okay. Kwa sababu katika makundi nilikuwa napenda kusikia msanii achague sehemu yote. Msanii ni kama kiraka. Kwa hiyo tukumweka hapa acheze na baba tunacheza. Mfano tukimwangalia Gabo anaweza akacheza, kwa mfano leo kacheza Muhindi, leo kacheza Mnyaturu. Si asili yake basi. Yule mtu ambaye anavaa usika alafu anacheza. Kwa hiyo msanii achague sehemu ya kucheza. Kwa hiyo unaweza kuniambia kwamba role model wako ambaye unamkubali na unampenda zaidi ni nani? Mimi msanii ambaye nampenda na mkubali kumwangalia ni Akamvelo. Yes. Kwa hiyo ndio role model wako? Yes, nampenda sana. Kwa hiyo jambo nimekubali na nimependa zaidi. Napenda kukuuliza kitu kimoja. Sawa. Ulishapata faida gani katika mambo yako ya sanaa? Au ni kitu gani ambacho ushakipata na unajivunia nacho kwamba laza nikizungumzia moja kwa moja na hasara katika. Oh no. Mwanzo kipindi naanza sanaa nilijua sanaa rahisi, afu kumbe sanaa ni ngumu. Oh my god. Baada ya kuingia kuna kundi moja inaitwa Trust Unique Talent. Nilikuwa naongozwa na mwalimu anaitwa Amani Manyile. Naipata. Nilipofika pale siku ya kwanza nikamtongoza mdada. Mwalimu akakubali uwezo wangu nikaingia. Mwanzo mimi niliingia kimasiara. Ikafika sinapozidi kwenda mwalimu akazidi kunifundisha. Sanaa nikaa naipenda ratibu. Akaja mwalimu mmoja anaitwa Mr. Malango mchambia uji. Yeah, Mr. Malango. Yule mwalimu nilikuwa namchukia sana sababu ya mazoezi yake. Huwa ananipa zoezi, simama, cheza, miondoko. Nilikuwa nachukia moyo, nilikuwa simpendi. Nikafika stage nikaniambia mwalimu bwana fanya mazoezi ya tuji. Lakini kaja kujifunza kumbe sanaa mtu anapokufundisha kiukali ndio unapata kuelewa. Namshukuru sana yule mwalimu baada ya kunifundisha. Manile amenisupport ndugu wake mpaka hapa nilipo. Nilipofikia. Okay. Najua mwanzoni ukua hivi kama jinsi ambavyo ulivyo. Yes. Unaweza ukaniambia mavazi yako, yani good shopping yako asilimia kubwa huwa unaipatia katika duka gani? Labda hata tutapokuwa kwenda kutembelea tujue kwamba huwa unavaa mavazi yako kutoka sehemu gani. Bro, cha kwanza kabisa nikwambie mimi mavazi yangu nanunua alafu short kwamba mimi sio mtu kujivuna sana. Sababu hapo nyuma nishakuzalauliwa sana. Nataka nikupe mkanda mmoja ili upate kuelewa. Hapo sasa kwa habari ya mwanamke hapo sasa ndio umeingia katika sehemu ambayo ni sahihi. Hebu niambie ilikuwaje yani? Yule mwanamke alikuwa anaitwa Feti. Unajua kipindi hicho nilikuwa ni mtu fulani mwenye umri fulani kama nilikuwa sijui mapenzi. Baada ya mwanamke alikuwa anaitwa Feti. Na nilipenda sana kutokea mwanamke. Unajua baadhi ya katika mapenzi upendo lazima una vitu vitatu. Cha kwanza kabisa pesa, muonekano. Shoti vile vitu vyote mimi niko sina. Lakini kwamba yule mwanamke alinipenda, alinionyesha mapenzi ya kunipenda. Lakini sikujua kama alikuwa ananipenda. Unajua moyo ni kichaka. Oh no. Kwamba unaweza kwa mtu wako ukajua kwamba mtu bwana mimi mtu ananipenda. Lakini unajua moyo wake upo vipi? Ila sosi itokea vipi? Yule mwanamke aliniambia ametaka amchague mwanamke wa kumuoa, mwanamume wa kumuoa. Yes. Kwa nataka kuniambia kwamba uliingia katika njia ambayo watu wengine tayari walishaingia. Yaani kwamba mlango uliopitia ulikuwa sio wa kwako, ukatumia kulazimisha. Sitaki kuwa mnafiki, nilia sana. Rafiki yangu mmoja yule Mr. Malango alikuwa ananiambia nilikopo naye. Alimsii sana yule mwanamke bwana yule ipo hivi. Lakini mwanamke alionekana kwamba akusikia au akutana yeye tarehe mwezi wa 11 tarehe 20 anaolewa. Oh my god. Kupigania wanawake si kupigania. Mimi sasa hivi napigania pesa. Nimesajiliwa katika gengi la Mr. Malango hizi kama mwandishi story au story writer. Pia na kazi yangu mpya inakuja. Inaitwa Majanga Zaidi. Hii inafanyika kweli. Sikufichi mimi baba, mimi naingiza pesa. Kwa nataka kuniambia kwamba hiyo Majanga Zaidi itakuwaje yani? Hebu elezea kidogo, labda inawezekana washabiki wapo tayari kwa ajili ya kuisubiria hiyo story kwamba unavyozungumzia kwa saizi nahisi kama inaniamsha vibration. Hebu zungumzia kidogo angalau hata dokodoko kidogo dokeze. Huwa si story writer tuna siri zetu. Mimi nakwambia Majanga Zaidi isha kutokea kabisa. Ni mtu fulani aliishi Msukule na alikuwa anamtokea mama yake katika hadi tofauti. Na ule mzee Majanga alikuwa ni mchawi ndiye amemweka Msukule. Sikwambii
humo ndani historia ambayo imebeba kuwasilia vitu vinavyofanyika. Na kazi yangu naachia karibuni inaitwa Kidani cha Mama. Pia nimecheza kama msanii Mr. Malango na yupo. Mimi sasa hivi wa take fake maisha. Mimi naingiza pesa kwa Mr. Malango. Kwa siku naingiza 50,000. Na hebu ngoja kwanza. Kwa siku naingiza 50,000. Unaweza kuniambia hapo ulipo pesa unayo? Pesa ninayo. Hebu tuone. Maana mimi nitaki kwa mnafiki baba. Hebu unahesabu nashika naona. Shilingi 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 40,000, 40,000, 60, 70, 80, 90, 100. Hii hapa hela hii. Hii sasa kwa mnafiki. Hizo pesa mimi nakupa ukanywe soda. Ukanywe soda. Ngoja kwanza. Unataka kuniambia kwamba pesa uliyopewa kwa ajili ya kufanya kazi kwa Mr. Malango, kwa hiyo umeamua kunipatia mimi? Yaani mimi nichukue pesa hii nikatumie? Mimi naingiza hela kwa masaa 24 blaza. Alafu wanapenda kitu kimoja kusema siku zote kuwa usitazame pundamilia kwenye zebra. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba usitazame pundamilia kwenye zebra, fedha zako anavuka. Hebu ngoja nihakikishe. Hii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 120,000. Hizo mimi nakupa sababu kampuni ambayo nafanya kazi na Mr. Malango naingiza hela na kuandika story moja sini 3 ni shilingi 50,000. Kwa hapa nina sini nyingine za kuandika. Na sini kama 21. Kwanza kabla ya yote nishukuru kwanza. Nashukuru. Pia naalika watu ambao wapo katika ambao wanahitaji kufanya sanaa. Kama wanataka wanaweza kunipata kwa Mr. Malango, andike comment zao pale chini. Mr. Malango TZ. Malango TZ waandike namba zao nazipata naungana nao. Mimi tarehe 11 mwezi wa 10, tarehe 20 mwezi wa 10 ni siku ya kuzaliwa kwangu. Happy birthday. Yes. Mr. Dula. Mimi sina mengi ya kuongea, basi nina kazi za kufanya. Lakini bado nilikuwa sijamaliza. Umependeza. Yaani safi kabisa. Na kwanza ni fly. Alafu kama unabashiriana na Azizki, unaweza kuniambia kwamba wewe na Azizki yani mna mfanano au ndo ni ndugu pacha au labda ipoje labda? Shoti kwamba kuna mtaa mmoja nilikuwa nakaa Mungu na ndege, nilikuwa nacheza mpira nilikuwa golikipa. Nilikuwa na miguu imejazia kwa Azizki. Na wakaenda Azizki lakini ukiangalia Azizki na mimi habijafanana. Hicho kitu blaza ni uongo. Usinidanganye. Yaani mimi ninaona kabisa yani muonekano wako na Azizki yani pure. Basi kama unaona muonekano wangu mimi na Azizki, basi sawa. Kweli. Mimi si mchezaji. Midomo kicheka nini yani vile yani mwanangu. Piga. Kwanza nashukuru kwa pesa ulionipa. Na istoshe mimi nitakutembelea sana ndugu yangu Mr. Dula. Najua unafanya kazi zako kwa standard na istoshe zamani walikuwa unasema kwamba walikuwa wanakucheka na nini, lakini one day umefikia katika step by step, hatua kwa hatua mpaka unafika unakoelekea, si ndio? Naona umependeza, umenyoa vizuri. Unaweza kuniambia ni saluni gani ambayo imefanya kukutengeneza katika hali kama hiyo na ukapendeza na ukawa create? Mimi na saluni yangu moja, kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Po. Ndio ndo ananinyoa vizuri na nataka niwape siri moja. Po Mungu na ndege? Yes, nataka niwape siri moja. Nanunua gari, kuna gari nitachukua, nitakuita wewe uje. Twende kwenye ile gari. Nipate lift. Yes. Mimi baada basi. Nipate lift. Alhamdulillah walazim jamani Kwa hiyo leo hii na mimi naanza kupanda gari sasa Mr. Dula. Siku ya birthday yangu nitatoa zawadi nyingi sana. Natoa salamu za dhati kwa watu ambao wapo karibu. Kama Mr. Malango, namshukuru Mungu amjalie. Na ni kwa nini unamzungumzia sana Mr. Malango? Yaani kila neno Mr. Malango. Hivi ni mtu wa design gani labda? Baza tunarudi pale. Mimi sikuwa hivi. Short sikuwa hivi. Ila sasa hivi nimebadilika, nimekuwa hivi. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia. Leo sitaongea sana, kitaongea sana siku ambayo tunaenda kwa gari yangu. Natoa shukrani za dhati kwa binti Feti, Mungu amjalie olewe ndoa njema. Natoa shukrani za dhati kwa Pemba Sela, niko ambaye alikuwa anagiza naye karibu. Mbona angalia sana simu, muda unaondoka? Muda unaenda, kuna kazi. Okay basi. Jamani kama mnavyoona nipo na jamani kama mnavyoona nipo na nilikuwa na Mr. Dula. Sasa hizi Mr. Dula ndo kishaondoka. Kwa hiyo big up kama mnavyoona wadau. Jambo kubwa amemzungumzia mtu mmoja anaitwa Mr. Malango. Ni PhD, kijana ambaye hana makuu, anaongea mengi na istoshe. Kikubwa ninachowaomba, jaribieni kufuatilia movie zao YouTube, anajiita Mr. Malango.
TZ. Kwa hiyo ukiandika tu Mr. Malango TZ YouTube utamuona Mr. Dula pale. Yani akiwa katika hali ya kimovie sasa. Sio kama ulivyomuona hapa akiwa handsome nini, pale sasa atakuwa zaidi na kadhalika. Kwa wadau, na waombeni msubscribe, mshare, comment kama kawaida. Karibuni sana na asanteni sana.